Naam, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nakukaribisha tena katika kipindi hiki kizuri, kipindi ambacho tunapata wasaa mzuri wa kujifunza neno la Mungu. Ninakubariki kupitia jina la Yesu Kristo, ndugu wangu unayenisikiliza. Leo moja kwa moja tutakwenda kuangalia mifano michache ambayo ni kivuli cha unyakuo katika Biblia. Mifano ya kibiblia ambayo ilikuwa ni kivuli cha kunyakuliwa kwa kanisa. Na Mungu wa mbingu na nchi tupe hekima nikaelezee katika uweza wa Roho Mtakatifu. Mungu katika hekima yake hakutuacha bila kutupa mifano inayoonyesha jinsi ya kunyakuliwa kwa kanisa kutakavyokuwa, ili tuweze kujiandaa, pia tusiweze kudanganywa na walimu wa uongo. Katika mifano hii tunajifunza na kufahamu kuwa watu waliokolewa au kanisa liliokolewa kabla ya hasira ya Mungu kushuka juu ya uso wa dunia. Pia watu wake Mungu wataondolewa kwanza, na mifano hii imethibitishwa waziwazi kwamba unyakuo wa kanisa utatokea mapema kabla ya kuanza kwa ziki hiyo ambayo ni kubwa. Basi tutaanza kuangalia mifano michache ambayo ipo katika Biblia ambayo ni kivuli cha unyakuo. Mfano wa kwanza ni mfano wa Nuhu na wenzie 7, yani akiwemo mke wake na watoto, na kama kuna jamaa zake walikuwemo humo. Nuhu na wenzake 7, kitabu cha Mwanzo sura 7 mstari wa 11 hadi wa 18. Tunaona kuwa Nuhu na wenzie 7 walitolewa kwanza na kuwekwa katika safina kabla ya kuanza kwa gharika juu ya wenye dhambi. Nuhu na wenzie 7 wanatajwa kuwa ni wenye haki. Hao ndio waliokolewa kwanza kabla ya gharika kuja, ambayo ziki kubwa inafananishwa na gharika itakayokuja kwa kipindi hicho cha ziki kuu. Sasa kanisa ambalo ni Nuhu na wenzie 7 walitakiwa kwanza waondolewe. Nuhu alionekana ni mwenye haki, kwa hiyo Mungu alimpa maandalizi Nuhu ya kufanya, akaijenga safina kabla ya gharika, na hasira Mungu haijaja juu ya dunia au juu ya wenye dhambi. Ilibidi kwanza Nuhu na wenzie 7 ambao walionekana ni wenye haki waingie kwanza katika safina, ili ndio kwanza gharika ije. Huu ni mfano wa kwanza ambao unatuonyesha. Hata Yesu mwenyewe katika kitabu cha Mathayo sura 24 alizungumzia kabisa, akasema kama ilipokuwa siku za Nuhu, watu walipokuwa wakila na kunywa wakiwa na kuolewa, Nuhu akaingia katika safina yeye na wenzie, watu bila kujua, ndivyo itakavyokuwa katika siku hiyo ambayo Bwana ataifanya. Huo ni mfano wa kwanza. Mfano mwingine wa pili ni Lutu. Lutu alishikwa mkono na kutolewa nje ya mji wa Sodoma na Gomora kabla Bwana hajaleta uharibifu juu ya nchi ya Sodoma na Gomora. Kitabu cha Mwanzo sura 19 mstari wa 12 mpaka wa 26. Tunaona Lutu na wenzie 3 walitolewa kwanza kabla ya Mungu ya kushusha moto na kiberiti juu ya Sodoma na Gomora. Ziki kubwa ambayo itakuwa imejaa mateso makubwa kwa wenye dhambi waliokataa wokovu haitaruhusu kanisa wala haitairuhusu kanisa. Watu wataokolewa kwanza, watu wataondolewa. Baada ya kuondolewa ndipo adhabu kali ya Mungu itakaposhuka. Baada ya kupulizwa kwa yani parapanda au tarumbeta Bwana atakapolia, kanisa litanyakuliwa na kuruhusu kwanza kwa ziki kuu katika uso wa dunia kwa wenye dhambi wote walioachwa. Hata Yesu pia aliutolea mfano katika kitabu cha Mathayo 24 akisema kwamba kama ilivyokuwa siku za Sodoma na Gomora, Lutu alipotoka na wenzewe bila watu kujua, ndivyo itakavyokuwa siku hiyo ambayo Bwana atalifanya, yani siku ya unyakuo au siku ya kuja kwake Yesu Kristo kulinyakua kanisa, ndivyo itakavyokuwa hivyo. Huu ni mfano wa pili. Pia kuna mfano mwingine wa tatu. Kabla Bwana hajawaangamiza wana wa Kora walipofanya kosa, kuna kitabu cha Hesabu sura 16 mstari 20 hadi 35. Kabla Bwana hajawaangamiza wana wa Kora, alihitaji kuwaona Musa, Haruni na wengine wasio waasi wametengwa mbali nao. Ndio maana Musa akasema walio upande wangu waje huku, wakatengwa. Kwa baada ya kutengwa, Mungu akaleta ghadhabu yake juu yao. Ukisoma hapo unaona jinsi watu wasio waasi, walio waasi na wasio waasi walivyotengwa. Waasi na wenye haki wakatengwa, ndipo waasi walipoadhibiwa. Ziki kubwa ni adhabu ya mateso ambayo hairuhusu kanisa. Kama vile Henoko na Elia walivyotwaliwa na kwenda mbinguni bila kufa, ndivyo watakatifu roho hayo watakavyonyakuliwa bila kufa. Mwanzo sura 5 mstari wa 24. Henoko anaonekana akitwaliwa na Mungu bila kuona uharibifu. Pia hata Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 12, Elia pia alitwaliwa bila kuona uharibifu. Sisi pia tuliookoka katika kipindi cha unyakuo, Biblia inasema tutanyakuliwa na hatutauona uharibifu, yani manake
hawatakufa, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Wathesalonike kwamba parapanda Bwana atakapolia, Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa malaika mkuu, kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura 4 mstari wa 17. Kwa hiyo parapanda Bwana atakapolia, waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, sisi tulio hai tutanyakuliwa, tutamlaki Bwana mawinguni. Kwa hiyo ni mifano mitatu ambayo ni kivuli cha unyakuo wa kanisa, ambayo ni kama unabii unaoelezea kwa habari ya unyakuo wa kanisa. Nimesema mfano wa kwanza ulikuwa unahusu Nuhu na wenzake 7 waliingia kwanza kwenye gharika. Mungu aliamuru na alimwagiza Nuhu waingie kwanza kwenye safina, ndipo gharika ikaja. Tunaona mfano mwingine ni Sodoma na Gomora. Lutu alitoka kwanza, ndipo wale malaika wakaichoma Sodoma na Gomora. Tunaona mfano mwingine wana wa Kora, wale walioasi wanatengwa na wenye haki, Mungu ndo anaangamiza. Kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana sura 3 mstari wa 10, neno la Mungu linasema kwamba kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, basi nami nitakuja nikutoe katika saa ya uharibifu ambayo ipo tayari kujilia ulimwengu mzima, ili kuwajaribu hao wakao juu ya nchi. Basi hii ni mifano michache tu ndugu yangu, ambayo inaonyesha kwamba unyakuo upo. Inatakiwa ujiandae, inatakiwa uzitengeneze njia zako na urekebishe maisha yako yampendeze Mungu na Yesu Kristo, na ukumbuke mateso makali ya Bwana Yesu Kristo pale msalabani, ili ukatubu dhambi zako, usije ukaingia katika hasira hii kali ya mwana kondoo. Maana dhambi na dunia hii imewekwa akiba katika moto ule wa milele na hasira ya mwana kondoo. Basi nimekuletea habari njema, ili utakapozisikia uchukue hatua ya kumwamini Bwana Yesu Kristo na kumtii na kuacha uovu wako na dhambi zako zote, umpokee yeye awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen.